hiyo sasa ni moja kwa moja mpaka tutakuja kuonyesha kwa hiyo kwa hizo umetumia kamera. Hiyo ndio mita ya wadosi hiyo. Ndio basi kama una mafuta kwenda poti. Mama anasema huko kote mkwake. Mimi nikiona macho. ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم من شر ما خلق ومن شر غاسق. Shukran ndugu zangu asini, kama ambavyo tumepata jana mbiu na mgeni wetu teule, lakini hatuna muda mrefu, hivyo mpatia nafasi yule ambaye kwamba. Asalamu alaykum. Amani kama ambavyo unapasikia, kama kazi ya Kwale wewe ndio unaifanya kama seneta sasa, na ukasema uandaliwe mkutano kama huu Wasini nzima, nusu ya Wasini Kuwa mawe wazee wa kimanga tomato hizi hivyo tumeishi hivyo kwa Wasini, watu wa Mkwilo ni kadi. Kwa hivyo akaanza kulotia kwanza Tunamwambia ukumbuki. Lakini wakati mimi nimezaliwa zamani, ni mdazi hapa. Wazazi mimi nikifungua macho wazazi wangu wako hapa, mababu na mababu. Wala sikuwa kusikia kwa ardhi hii ni alewa Kiboga wala nani ya Kiboga. Ninasikia mimi wana shamba yao huku mta mmoja unaitwa Chambocha. Nikisi kutoka huku mchanga mweupe mpaka huko kunaitwa Chambocha. Na mpaka dakika hii mkenda alama mtazikuta za minazi yao. Lakini hii sehemu wanaodai ni yao, hakuna alama yote yao. Ni mambo ya kwenda kombo tu. Wajua serikali yetu, mtanisamehe kama naitukana, ni serikali ya nini ya kwenda hivi. Na huyu bwana aliona na watu wakubwa kule, bwanyenye huyu anaidai kwa kuhapa kwake. Bila shaka mpita njia hizi na hizi ambapo mpata tutadidi. Aweshapata tutadidi yake mwenyewe anayo sasa. Ya nini kutuhangaisha? Si auze au aje amirishe mahali pake. Mbona anatutukana katika mitandao? Babangu mimi pia anaanza kumtukana babangu mimi. Sio aliko hivi. Na una haki yako, nini kutukana mtu? Si uje uchukue haki yako. Aidha uje uamirishe mwenyewe auze. Sasa kipi anaogopa na ni haki yake. Kwa hayo kama nimekosea mtanisamehe, lakini nafahamu mimi hana haki hapo huyu bwana. Hana haki aliyopata. Jina lako, jina. Jina langu ni Salim Rashid, Mvumba hasa mwenye hapa. Mababu na bababu mikifungua macho wako hapa na Manyani. Sijasikia kwa kuna ardhi ya Kiboga. Ardhi ninayojua ni ya huko. Na huo ushahidi huko mpaka dakika mkenda mtakuta minazi yao. Lakini hapa katika kisiwa hana haki. Haki alipata kwa mkono wa chini. Kama tujua serikali yetu leo, ukiwa una kitu basi ndio mwenye haki. Sisi ambao hatuna haki huonekana kama takataka tu. Na huyu bwana ajuana na watu waishi miaka mingi huko. Mimi ni mzee nikafahamu hayuko hapa. Sasa basi kwa ufupi ni kama hayo, kama nimekosea mtanisamehe. Jina naitwa Ali Abdalla Mohamed, maarufu Mzee Ngoto. Watu wa Wasini tuna kilio cha miaka mingi juu ya ardhi, lakini sasa ndio kovu imetoneshwa. Kwa sababu hawa mabwana wamepewa title deed na wanatoa kashfa nyingi, mambo mengi ambayo watatufanya. Kilio chetu sisi kwa serikali, hususan kwa mtukufu Rais William Ruto, wanadai kwamba yeye ndiye aliyowapa title deed. Yawezekana kwa sababu ndo kiongozi wa nchi, lakini haikuwa yeye alikaa ofisini akaandika title deed, isipokuwa ni wale mawaziri wake na watu wake wa ofisini.
Tunaomba Mheshimiwa Rais utusikie kilio chetu. Twaomba ardhi hii, haiwezekani huyu bwana hana chochote hapa, hana gofu, hana nyumba, hana chochote. Sisi ambao twakaa huku tuje tutolewe. Je, ndivyo? Serikali tunaiomba tuangalie kwa jicho la huruma, lakini sisi twasema hatutoki, na twaomba serikali itusaidie kwamba tubaki hapa na yeye title deed ikiwezekana iwe cancel kama zile zetu zilivyokuwa cancel. Asante. Naitwa Ahmed Shefumo. Na katika sakata hii ya upimaji wa ardhi, babangu ndio alikuwa mwenyekiti wa kupima ardhi. Na nikizungumzia kama mimi namiliki ardhi, nilipimiwa na babangu kwa sababu mimi sikuwa na uwezo wakati huo. Hata ukiniuliza mpaka sasa hivi kuna watu ambao wasema wamepewa title, mimi nikiwa kama kwenye na kamati pia labda nende nikaonyesho sijui ni wapi. Kwa sababu sina moto wa kutaka, sitaki kuuza, hapa ndio kwetu. Lakini wale ambao wana haja ya kuowewa wauze, watatangaza kwenye na TV kuwa wamepewa title. Na tuna title nyingi za watu. Sasa title juu ya title zitakuja vipi? Sisi tunataka tuitwe leo na kesho tuende kotini tu challenge na wao, tuone kama wao kweli hii ardhi ni yao. Asanteni. Nikifahamu mimi ni mtoto wa miaka 10, nilimfahamu Sagafu kwetu nyumbani. Ala chakula na babangu. Amwambia baba, Juma Muhammad, mimi ni mtoto Juma Muhammad, umsikia katika wazee watatu. Mimi ni mmoja wao, nimebakia mimi tu kijego. Ushasikia? Amwambia Juma Muhammad, mimi naomba muniinjikie hii. Kivyo vyote mimi nitakuwa shahidi wenu, trust wenu. Ushasikia? Nishikilie hii ardhi, alafu mkija mkiwa huko mbele tutajagawanya. Marehemu mjomba wangu Kasim Muhammad, nyumba ile gofu lile pale. Amwambia Juma Muhammad, usijaribu Sagafu auna hapa, auna kule, nyinyi muona hapa. Mtakuja fanya visa. Marehemu Shafuna Mswabu amwambia Juma Muhammad, usifanye hivyo, msijaribu. Wao hakukubali, walimwandikia kwa imani zao, wakamtia saini. Hilo nalijua hilo. Ni mtoto wa miaka 10, niko shule, ni mwalimu, ni master. Ushasikia? Hilo nalikumbuka. La pili, nataka nimuulize Sagafu kama ana ardhi kweli. Mbona alimwambia ardhi kwa nani? Sheba Fumo. Akamwambia nduguye. Baba huyo anamwika mkwewe hapa nani Mbazena, akamwika na Sheba Fumo, ni makweze wote hao. Amwambia mpe Bazena ardhi ajengewa nawe. Msaidie Bazena umpe ajengewa nawe. Apewa ardhi Sheba Fumo. Sagafu basi kama naromba sana. Nduguye ataka kwa kujenga kama sikumpa ardhi. Ilikuwa roho ngumu basi. Hilo mmoja wako nalifahamu. Huyu jamaa hana ardhi. Kama ana ardhi ni Chambocha, kuna minazi. Kama ana ardhi, kile kibanda kile nikakununua. Wakati nyumba ishajengwa, kuna mzee Vanga auza akanunua ile ardhi ile akajenga kile banda hiki kimoja. Kingine sikibatakia kuku. Majina mimi ni Chochi Shefumo na ni mkazi wa Wasini. Tunavotaka sisi kukiwa na kesi ya watu wawili, wakutana watu wawili, atakayepewa total deed akipewa yule akikatazwa haijulikane wazi kwamba yule amekosa. Si wewe ndo kapewe siri, wale wengine hawajui. Alafu wewe ndo uje utupe habari kwamba mimi nimepewa total deed. No, tuwe pamoja. Mtetezi mwenye kugombania na mwenye kutaka. Ushasikia? Yaani ule mwenye kugombania na ule mwingine ambaye afanywa ni mnyonge, wawe mahali pamoja. Total deed ikitoka nijue wazi mimi nishakosa total deed, nenda ambia wafuasi wangu tumekosa total deed, sisi hatuna mji. Asipate yeye peke yake. Au utakuwaje upewe hapa una mwenzako, asipate ule mwingine, upewe peke yako tu. Mtoto wa Ruto. Mimi naitwa Fadhili Ali Abdalla. Nataka kuweka wazi jambo lilofelisha na liwe hivyo. Walifaili kotini, lakini ujanja uliotumika, barua kwa wastakiwa hawa watu wawili Hamad Alfani na Hamad Masudi hawakupelekewa ili wafeli. Ikaja barua ya kwanza wakaficha, barua ya pili wakaficha, wakaeka reminder. Barua ya tatu ndio walipofanya uamuzi. Wao hawakupelekewa wale. Ili hii total kuona Hamad Masudi na Hamad Alfani walishindwa hivyo. Hawakuitwa kule kotini wao. Sasa na kama wao sisi tunataka tuitwe na hiyo total deed yao tukai-cancel kule kotini kule. Kwa majina naitwa Rashid Juma. I'm now over 40 years. Mimi nimekulia hapa Wasini.
na hii kesi ya ardhi isiyokwama leo ndio inaongolewa. Nikitia fahamu zangu nikiwa miaka 18 nimeisikia hii kesi. Ni kesi ambayo haina uamuzi wa haki kabisa ambao umefanywa tokea juzi. Sisi tukijua historia ndogo kuhusu hii ardhi ni kwa watu waliingia kwa mpimo, na wazee wetu sisi kwa wajukuu kama hivi leo waliingia porini wakakata mapori huko, na uzuri wa serikali pia walipeana titles. Hivi mimi nikikwambia na hold title ya babu yangu mpaka leo hii niko nayo, though zilikuwa questioned. Lakini hii serikali katika titles 87 watu walizopewa na though zilikuwa questioned, na leo wanaleta uamuzi wa haraka hivyo, ambapo wanasema mtu mmoja ama familia ya watu watatu kina Sagafu wapewe hiyo ardhi nzima, wapewe title yao moja. Jese, nauliza sasa, hawa watu wengine walikuwa na hizo title, wazee wetu asilia walioingia porini, mbona hawakuwa considered? Na pia huyo Sagafu anapewa title, alimshtaki nani katika hao watu? Nani alienda kotini na yeye kufanya hukumu na yeye mpaka leo hakikisha wanampa title? Sisi twashukuru bunge lililopita lilifika hapa Wasini na ikafanya mahojiano na watu wa Wasini, na pia wao walifuatwa kule kwenda kuhojiwa, na walikashifu sana ile bunge ambalo lilikuwa limepita, kwa sababu bunge lilikuwa likipita likiongezwa na timu shetani lilikuwa linaenda kwa mfumo mzuri ambao ni mfumo wa haki, na wao pia waliwahi kuitwa huko bungeni mara 2 au 3 na hawajafika hata siku moja, kwa sababu walijua kuna haki itatendeka. Lakini mbona serikali leo yetu ya leo hii ifanye uamuzi na proceedings zilikuweko bunge kule? Kwa nini sifuatilie pia? Sasa kama sisi wanyonge, sisi watu Wasini vinavyotuona ni watu wa karimu, wa amani, lakini tukikasirika zile historia mnazosikia huko juu huko zinashinda hapa. Sisi ni watu wa kula samaki, nguvu tunazo na tutaonyesha zile nguvu ambazo tunazo. Hatutaogopa lolote kwa kutetea hii haki yetu sisi. Mwisho, mimi naomba serikali kuu, ingilieni kati hili swala. Kama wao wanavyotangaza kuwa hii title wamepewa kwa serikali hii, sijui serikali yao wao peke yao ama sisi serikali hii haituhusu, tunaiomba liingilieni kati. Pili, nazidi na nasisitiza kusema hii idara ya DCI hii SCC pia ifanye uchunguzi, ingilie kati, ichunguze hii title ni ya haki kupewa ama kuna filfinyange ilifanyika katika hii serikali yetu. Pia hilo tuuliza maswali. Na nimewasikiza kikamilifu na nimeweza kuelewa swala lote hili kwa ukamilifu, na kama kiongozi ndani ya kaunti ya Kwale sisi tumesema hatutakubali mtu yoyote kuja kuchukua ardhi ya watu wa Kwale kwa mlango wa nyuma. Yule bwana ambaye anasema anamiliki ardhi hii ya Wasini atueleze kinagaubaga alipata namna gani, na yeye kama ni ardhi yake ni kwa nini miaka yote hiyo, nafikiri takriban miaka 50 zaidi, hajaweza kufika mahali kama hapa ili kuja kusema yeye ni mwenye ardhi ya Wasini. Nina imani kupitia ushirikiano wetu na viongozi wenzangu na serikali hii yetu ya county government ya Kwale, tutaweza kutafuta timu nzuri ya mawakili kuhakikisha kwamba mtu wa Wasini ameweza kupata haki yake pale kotini. Vile vile pia niweze kumwambia Mheshimiwa Rais William Ruto kwamba tunajua sisi watu wa Pwani tumekuwa na changamoto kubwa sana ya masuala haya yote ya ardhi, na nina imani yeye katika serikali yake hii ana mpango kuhakikisha kwamba wale ambao wote wanaitwa maskota ndani ya Pwani hii wameweza kupata ardhi, wameweza kupata cheti umiliki cha ardhi kupitia ule mfumo wake wa land compensation. Na niwaambie wale mabwenyenye wasichukulie ile kauli mbiu ya Mheshimiwa Rais Ruto ya kutaka kuhakikisha kwamba swala la ardhi hapa Pwani limesuluhikiwa vilivyo kwa kutafuta vyeti gushi ili kufanya biashara na serikali yetu ya Kenya hii. Ikiwa wewe una imani kwamba wewe ni mwenye ardhi, basi tuonyeshe tu waziwazi ulipataje ile ardhi na ni kwa nini wewe ukai katika ardhi ile. Sio kwamba tu wewe unasema kwamba ardhi ni yako ili ufanye biashara na serikali hii yetu ya Kenya. Tunataka kusema wazi tu kwamba wale ambao tunajua
wanamiliki ardhi kikamilifu na maskoto wameingia, tutashughulikia namna hiyo. Lakini sio kwamba wewe utuambie kwamba utudanganya na kuwadaa wananchi wetu kwamba unamiliki ardhi hii ili uweze kupata mabilioni mengi ya serikali, na ilhali wewe sio mmiliki asili wa shamba hii ya Wasini. Ambapo wao hakuona haya, hakutuona haya, wengine ni ndugu zetu, hawakutahayari. Mimi nataka kutahayari nini? Nataka muona haya nani? Mama ashakufa. Wao si wameona mamangu ashakufa, hawaoni haya. Si waona mamangu ashakufa, hawaoni haya, hawaoni kama sisi ni ndugu zao. Wasimama kama wanavyosimama, na mimi leo nimesimama wanione vizuri. Kwa hiyo na mimi sitoogopa wala siogopi. Salamu alaykum wa alaykum salam. Ukininyamazia pia na nyamaza. Nitafanya bidii kwa ajili ya Allah ni kwa mkuu. Lakini siwezi kwa ati mimi ushafanya kitu huko mimi naogopa huko. Hata siku moja. Na nauliza tena. Huyu bwana mwenye hapa kama alivyosema hao wote. Jamani, hana hata gofu la kusema pengine ni la kibanda tu ama kaburi lake. Kaburi pia sijui makaburi, hata sijui wasipo wapi wao. Sijui pia kaburi yao ni yapi. Sijayaona. Sijui pia nani katika, manake kwanza Kikoani. Yes, good. Ni huko Kikoani. Manake huko ni kwenu. Kwa nini uzikwe Mombasa usije huko kazikwa? Na huku ndio kwenu, ndio asilia yako.